Nini dalili ya kwamba umeanza kukua? Na tuangalia jana kwamba Mungu hata kupatia chochote ambacho hulingani nacho katika umri. Anasema natukuzwe Mungu awezaye kufanya mambo makubwa mno kuliko yale tuombayo na yale tu wazayo, kwa kadiri ya nguvu ifanyayo kazi ndani yetu. Hiyo nguvu ifanyayo kazi ndani yetu ni nguvu ya ukoaji. Yale maana yake ni kwamba kiwango chako cha nguvu iliyoko ndani, ukomavu ulioko ndani, ndicho kinachoamua kiwango cha mambo ambayo Mungu atafanya kwako. Mungu akifanya zaidi ya uwezo wako, utamisbehave. Mungu akifanya zaidi ya uwezo ulio nao, mwisho wa siku utaharibu neema. Neema ya Mungu inadhihirishwa pale unapokuwa zaidi. Unapoanza kukua, kuna mambo fulani tunategemea uanze kuyaona. Unapoanza kukua, kuna mambo utaanza kurekebisha. Kuna vitu utaanza kuvirekebisha. Kuna maisha utaanza kuyabadilisha. Utaanza kuishi tofauti na mazingira ya kawaida. Utaanza kuishi tofauti. So kuna dalili kwamba umeanza kukua. Na jana tuliona kwenye Galatia 4 mstari wa kwanza, anasema mrithi, anasema awapo mtoto atofautiani na mtumwa. Japokuwa yeye ni bwana wa yote, lakini ukimwangalia kwa sababu ya utoto ana tofauti na mtumwa. Atafanya mambo, atafikiri mambo kwa namna ya kitumwa. Ataanza kuona vitu kwa namna ya kitumwa. Asema mrithi awapo mtoto, asema atofautiani na mtumwa, japokuwa yeye ni bwana wa yote. Asema lakini atakuwa chini ya mamlaka mpaka wakati ulioamriwa na Bwana utakapotimia. Mrithi awapo mtoto atofautiani. Na Paulo anasema kwenye Wakorintho wa kwanza 13:11, anasema nilipokuwa mtoto nilizungumza kama mtoto na niliwaza kama mtoto, lakini anasema lakini nilipokuwa mtu mzima nimeyabatilisha mambo ya kitoto. Nimeyabadilisha na nimebatilisha mambo ya utoto. So anytime unapoanza kukua, kuna vitu fulani tunategemea uvirekebishe. Nini dalili ya kwamba unakuwa? Utaanza na mmoja, utaanza kuwa na mzigo na mambo ya Mungu. Utaanza kuwa na mzigo, utaanza kuwa na shauku, utaanza kuwa na njaa kwa ajili ya kazi ya Bwana. Unapoanza kuwa mtu mzima, unapoanza kukua, unaanza kubadilisha mtazamo. Mtazamo wako kwa Mungu unaanza kubadilika. Unaanza kuona kwamba ni wewe ndiye unayotakiwa. Wewe ndiye unayetakiwa mahali fulani. Utamchukulia Mungu kama kwa kundi, utamchukulia Mungu binafsi. Utamchukulia Mungu kama mtu binafsi. Yaani ndani yako utakuwa na mzigo. Ndani yako utakuwa na mzigo. Maandiko yanatuambia, Yeremia anasema niliposema kwamba sitamtaja Bwana wala sitasema lolote kwa jina lake. Kwa nini? Kwenye Yeremia sura kwanza mstari wa kwanza mpaka 5, Yeremia anaomba Mungu, lakini mimi bado ni mtoto. So kama mtoto alijiwekea nia kwamba sitamtaja Bwana, lakini alivyoanza kukua, maandiko yanatuambia ndani yangu kumekuwa na moto wakao. Ndani yangu kumekuwa na moto ambao umenifanya nisiweze kutulia. Anytime unapoanza kukua kwenye maisha yako, ndani yako unaanza kuwa na moto kwa ajili ya Bwana. Ndani yako kunakuwa na shauku kwa ajili ya Bwana. Namba 2, nini dalili kwamba unakuwa? Namba 2, utaanza kuwa unakataa vitu. Kuna vitu hutajisikia vibaya kukataa. Ukianza kukua, utaanza kusema hapana. Uwezo wa kusema hapana utaachiliwa juu yako. Uwezo wa kukataa. Utu uzima, kukua ni kupewa uwezo wa kusema no. So mtu aliyekuwa ni mtu ambaye ana uwezo wa kufanya maamuzi ya makusudi ya kukataa makosa yale aliyokuwa anafanya zamani. Ana uwezo wa kusema hapana. Luka sura ya kwanza kuanzia mstari wa 59 mpaka mstari wa 50. Unapokuwa utakuwa na uwezo wa kusema hapana. Sema ikawa siku ya 8 wakaja kumtahiri mtoto, wakataka kumpa jina la babaye Zakaria. Walitaka kumwita Yohana jina lake awe Zekaria
Junior. Wakataka kumpa jina la babaye Zakaria. Angalia mstari wa 60. Mamaye akajibu akasema, la sivyo, bali ataitwa Yohana. Hapana, hataitwa Zakaria Junior, ataitwa Yohana. Kwenye maisha kuna vitu ambavyo vitakuja kwako, unatakiwa uwe na uwezo wa kusema hiki hapana, hiki akitaendelea, sitaweza kwenda kwa namna hii, kwamba hapana, katika jambo hili nakataa. Ukuaji au kukua ni uwezo wa kuyakatalia mambo, ni uwezo wa kuyaambia mambo hapana, siwezi kwenda kwa mtazamo huu, siwezi kwenda kwa fikra hii. Kukua ni kufanya maamuzi ya kukataa mambo kwa makusudi. Makosa yale yale unayakataa. Hapana, bali ataitwa. Hapana, bali ataitwa. Now, Elizabeth alikataa. Lakini kuna mtu mwingine hapa anaitwa Raheli. Raheli tunamwona alikuwa ni mtu ambaye anaonekana kama vile hajakomaa. Na nadhani ndio sababu hata babake kwa nini akuwa amsuggest Raheli. Kwa sababu kuna namna ambavyo mtu unakuwa tofauti na umri wako. Kuna namna ambavyo unakuwa tofauti na umri wako. Unakuwa zaidi ya umri wako. Unakuwa zaidi ya vile ambavyo umri wako upo. Yani una miaka 20, lakini experience, ukomavu, wewe ni zaidi ya miaka 20. Unafanya mambo kwa zaidi ya miaka 20. Ni mtu ambaye kiumri ni mdogo, lakini kiwalisi, kiakili ni mtu mzima. Bwana Yesu asifiwe. Na ninaamini ikafika kipindi ambacho utoto ulimfanya hata aweze kuiba. Unajua mtoto ni mtu mwenye tamaa. Mtoto ni mtu ambaye anataka kila kitu. Alipokuwa anaondoka kwao, maandiko yanatuambia aliondoka na kaiba. Lakini ikafika kipindi cha kuzaa, maandiko tunaonyesha hapa Raheli alionyesha ukomavu. Kukomaa ni uwezo wa kusema hapana. Kukua ni uwezo wa kusema hapana, kwamba hili sitafanya, hili sitaendelea. Mwanzo 35 na ule mstari wa 15, maandiko yanatuambia, anasema, na alipokuwa katika kuzaa, Yakobo akapaita mahali pale Mungu aliposema naye Betheli. Anasema ikawa hapo katika kutoa roho yake, maana alikufa, akamwita jina lake Benoni, lakini babaye alimwita Benjamin. Alimwita jina hili ni Yakobo, sio yeye alimwita jina Benoni. Utoto utafanya vitu kulingana na mazingira. Anasema maana alikuwa katika uchungu, katika kutoa roho yake. Anasema sasa mimi nakufa, kwanza napoteza nini? Utaitwa Benoni. Manake mwana wa uchungu wangu, mwana wa huzuni yangu, mwana wa uchungu, mwana wa huzuni. Lakini Yakobo akasema hapana, hataitwa mwana wa huzuni, mtoto ataitwa Benjamin. Benoni ataitwa Benjamin, manake mwana wa mkono wangu wa kuume, mtoto wangu mwenyewe kabisa, mwana wa maana kabisa, kwamba hataitwa huzuni, ataitwa mtoto wa mkono, mtoto wa kutegemewa. Huwezi kutegemea huzuni, unategemea furaha. So Yakobo kwa sababu ya ukomavu alisema ataitwa Benjamini, sio Benoni. Bwana Yesu asifiwe. So unajikuta kwamba unapokomaa unakuwa na uwezo wa kusema hapana. Maandiko yanatuambia ole wako wa nchi, wafalme wako wakiwa watoto na wanakula asubuhi. Kwa nini wanakula asubuhi? Kwa sababu hawana uwezo wa kusema hapana kwa chakula, hawana uwezo wa kukataa, hawana uwezo wa kusema no to food. Nafikiri Mhubiri 10 mstari wa 4. Na hawana uwezo wa kusema hapana. So ifike time uwe na uwezo wa kukataa mambo, uwe na uwezo wa kusema hapana. Hapana, sivyo hivyo wanangu. Na Eli alishindwa kusema hapana, alishindwa kukataa, na mamlaka na ile manto ya kuwa makuhani iliondoka nyumbani kwa Eli. Kwa namna gani? Alishindwa kusema hapana.
Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu alimpeleka mtoto kwa mfalme ili wamkatekate. Nao mama mmoja alikuwa ni mtoto, mama mwingine alikuwa ni mtu mzima. Wote walikuwa ni makahaba, lakini pamoja kwa wote ni makahaba, mmoja aliwaza vizuri na mwingine akuwaza vizuri. Maandiko yanatumia mmoja akasema hapana, asigawiwe, ni bora akapewa rafiki yangu, ni bora akapewa mwenzangu. Lakini mwingine akasema agawiwe tu, kila mmoja atoke na nusu nusu, kichwa nusu, mguu mmoja, mkono mmoja, akatwe. Lakini mama mmoja alisema hapana. Bwana Yesu asifiwe. Kushinda kusema hapana ni moja janga kubwa sana leo. Kushindwa kukataa vitu ndio sababu ya maisha mengi kuharibika. Kushinda kusema hapana ndio sababu kwa nini mambo mengi hayaendi. Lakini uwezo wa kusema hapana ndio unaotengenezaga maisha. Uwezo wa kusema hapana ndio unaojenga maisha ya watu. Uwezo wa kukataa. Na kukataa ni moja dalili ya ukomavu. Sikiza my friend, Mungu anatupenda, ana huruma na sisi, lakini ametupatia uwezo wa kusema hapana. Na maandiko yanasema na lolote mtakaolifunga duniani litafungwa mbinguni. Ukisema hapana, mbingu zitakuunga mkono. Ukisema ndio, mbingu zitakuunga mkono. So uwezo wako wa kusema hapana unakupatia nguvu ya kushinda mambo. Pokea neema ya kusema hapana katika jina la Yesu. Nasema pokea neema ya kusema hapana katika jina la Yesu. Nasema pokea neema ya kusema hapana kwa jina la Yesu. So ukitaka kustawi kwenye maisha unahitaji uwezo wa kusema hapana. So kusema hapana ni dalili kwamba umekomaa. Asubuhi ya leo pokea neema siku ya leo kwa jina la Yesu. Na nawezaje kusema hapana? Namba moja, kumbuka madhara. Remember the outcomes. Kwa nini niseme hapana? Nawezaje kusema hapana? Moja, kwa kukumbuka madhara. Nitaweza kusema hapana pale nitakapojua madhara, kwamba hili jina la Benoni likiendelea hivi maana yake litakuwa hivyo hivyo. Kwa hiyo ili kwamba kumwepusha mwanangu na madhara yaliyopo, lazima nibadilishe. So nasema hapana kwa sababu ya matokeo ya kusema ndio. Bwana Yesu asifiwe. Na kusema hapana ni moja dalili kwamba umekomaa, na nasema hapana kwa kukumbuka madhara. Wengi wamejikuta kwamba wamesema ndio na mambo yamewaharibikia. Bwana Yesu asifiwe. Kina wazaje kusema hapana? Namba mbili, unasema hapana kiungwana. Usemi hapana kwa kumkaripia mtu au kwa kuonyesha msimamo. Bwana Yesu asifiwe. Na hii kusoma kitu fulani kinaitwa dichotomy of leadership. Dichotomy of leadership ni uwezo wa kubalance vitu. Ni uwezo wa kubalance, kuweka vitu sawa. Kwamba ni mnyenyekevu lakini una msimamo. Kwamba una imani lakini ni mnyenyekevu. Ni kushinda kubalance vitu ndiko kunakomfanya mtu kwamba hata kusema hapana atasema kwa maudhi, kwa kuudhi watu. You don't need uhitaji kuudhi watu kusema hapana. Unasema hapana kiustaarabu. Unasema hapana kwa kumaanisha, lakini sio kwa kuwakaripia watu. Sema hapana kiungwana. Bwana Yesu asifiwe. Usisema hapana kiungwana. Lakini pia unasema hapana kwa uthabiti na upole. Uthabiti na upole. Unasema hapana kwa uthabiti na upole. Namba tatu, unasema hapana kwa matendo. Lazima kusema hapana, sometimes unasema hapana kwa matendo au kwa viashiria. Unaweza useme kwa maneno, sema kwa matendo. Onyesha matendo ya hapana. Onyesha matendo ya hapana. Bwana Yesu asifiwe. Na ili uwe very clear on your actions, mara zote fuata uongozi wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anakuagiza nini? Anakuongoza kwenye jambo gani? Kuna mambo ambayo tumeharibikiwa leo ni kwa sababu tu tumeshindwa kujua baada ya hiyo ndio nini kitaendelea. Msingi lazima uwe ni Mungu anakuongoza au la. Msingi uwe je, unampenda au la. Msingi uwe ni kwamba je, baada ya hapa nini kinafuata.
So uwe thabiti ndani yako, huku ukimfuata Roho Mtakatifu na ukifuata maongozi kutoka ndani. Na kuombea siku ya leo hautakosea kwa jina la Yesu.